Tumekutana kuzungumza masuala mengi ya kijamii, ya kihabari, ya kimichezo, lakini kwa hapa tutakwenda kuzungumzia mgawanyo, majukumu na jinsia. Kwa hiyo kaa tayari kutufuatilia, usichoke kututazama. Nipo na mgeni hapa, atakwenda kuzungumza kwa nafasi ya kwake, ataelezea mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naamini na wewe mtazamaji utapata chochote ambacho kitakusaidia katika mada ya siku hii ya leo. Karibu sana. Asante sana. Habari ya kwako? Salama, sijui za kwako. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Tunapumua, alhamdulillah. Amina. Siku ya leo tunazungumzia mgawanyo wa jinsia na majukumu. Ningependa kufahamu majukumu ni nini, lakini pia jinsia ni nini? Okay, mimi nakushukuru sana. Ndio. Kwa sababu tumeshazungumzia jinsia hapo. Ndio. Kabla ya yote naomba nijitambulishe. Okay. Mimi mbele yenu naitwa Sergeant Mwajabu. Ndio. Mzee, ninatokea dawati la jinsia na watoto mkoa wetu wa Kilimanjaro. Okay. Na tukirudi katika masuala haya sasa ya mada ambayo inahusika hapa. Ndio. Inasema kwamba jinsia. Okay. Tukisema jinsia tunakuwa tunarudi sasa kwenye huo mgawanyiko. Ndio. Jinsia ina maana ya kwamba ni mgawanyiko wa majukumu. Ndio. Ambayo anaweza akafanya mtu yoyote. Okay. Jinsia yoyote. Jinsia yoyote. Awe wa kike au awe wa kiume. Ndio. Na majukumu hayo sasa tunakuja sasa kwenye majukumu. Hayo majukumu ni kuna ile sasa hali ya mtoto wa kiume anaweza akaosha vyombo. Okay. Mtoto wa kiume anaweza akapika. Okay. Mtoto wa kiume anaweza akadeki. Okay. Mtoto wa kiume anaweza akafanya majukumu yote ambayo anaweza kuyafanya mtoto wa kike. Okay. Ambapo labda ile ameamka asubuhi anatakiwa kufanya usafi nyumba, lakini anatakiwa apikie watu. Kama labda hakuna mtu mwingine yuko peke yake anataka kumhudumia mke wake, anafanya. Kwa hiyo ndio wale majukumu. Lakini pia kwa mtoto wa kike, okay, anaruhusiwa kugombea nafasi mbalimbali. Okay. Anaruhusiwa kufanya majukumu ya kiume, kama kwa mfano vile tumeenda makazini. Ndio. Kwa mfano labda tujisomee sisi kama mapolisi. Okay. Sisi kama watoto wa kike na sisi pia tunabeba silaha, tunaingia malindoni. Okay. Tunaingia kwenye paredi. Yaani kwa hiyo ndio yale majukumu ambayo yanakuwa yako tofauti ambayo mtoto wa kike anaweza kuyafanya, lakini pia mtoto wa kiume anaweza kuyafanya. Okay, sawa, umezungumzia pande zote mbili, lakini pia nipenda kufahamu, je, malezi ya mtoto wa kike, mzazi, tuseme wewe ni mzazi, unavyomlea mtoto wako wa kike ndivyo inapaswa kumlea na wa kiume, ama kuna tofauti malezi ya kike na mtoto wa kiume? Tofauti hapo mimi sijaona kama kuna tofauti kati ya malezi ya mtoto wa kike na malezi ya kiume, mtoto wa kiume. Kwa nini? Watoto wote ni sawa. Okay. Lakini pale kinachokuwa kimetenganisha ni ile tu mambo ya kibiolojia. Okay. Ambapo tunakuja sasa kwenye jinsi. Okay. Ambapo jinsi haiwezi kubadilika. Ndio. Lakini jinsia ndio inakuja kwenye ule mgawanyiko wa majukumu, sawa eh? Lakini sasa katika ile majukumu tunarudi kwa mzazi. Okay. Mzazi nafasi yake ni ipi katika makuzi na malezi yaliyo bora kati ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike? Ndio. Umemwandaa vipi mtoto wako wa kiume kumfundisha majukumu tofauti ambayo yapo katika jamii ambayo yeye kama mtoto wa kiume anaweza akafanya. Okay. Kama hivyo tumesema kupika. Kuna baadhi ya wamama wamekuwa hawafundisha watoto wao masuala ya kupika. Ndio. Hawafundishi kujifulia nguo. Ndio tunakuta sasa unaona wale watoto wanakuwa wameenda shule za boarding, badala ya kufua nguo anatupa. Na mwisho wa siku anasema ameibiwa. Lakini sio kwamba ameibiwa, kumbe amekuwa ametupa kwa sababu hajiwezi kufanya kitu chochote. Yeye amezoea tu akilala, aamke saa 5, anywe chai, aende akarudi tena kulala au aende akacheze. Okay. Sasa mzazi inafikia hatua mtoto wa kiume yuko form 6, yuko chuo, bado anampelekesha mama yake na kumwambia, mama, mimi nasikia njaa, naomba unipikie chakula, ambao sio sawa. Sio sawa. Na hayo sio malezi. Ndio huyu anakuja kusumbua mke wake sasa baadaye. Okay. Mke anaumwa, lakini watoto wanaumwa pia, wa kuwasaidia mule ndani ni yeye kama baba, kuwapikia hata chai, hata kupika ubwabwa. Mtoto wa kiume hawezi. Kwa hiyo hapo unakuja lawama kwa mama sasa. Ndio. Lakini pia mtoto wa kike, kuna baadhi ya watoto wa kike wamekuwa hawafundishi majukumu yoyote. Okay. Wenyewe wameisha kwenda kula mahotelini. Mtoto wa kike hajui kufua, mtoto wa kike hajui kuosha vyombo, mtoto wa kike hajui kupika hata chakula, hata chai hawezi. Mwisho wa siku sasa tunakuja kuona huyu mtoto wa kike yeye, labda ndani kuna msichana wa kazi. Msichana wa kazi anafanya majukumu yote, lakini yeye kama mtoto hafanyi vile vitu. Yeye ni kazi yake ni kushika tu smartphone, kwenda kutembea mitaani, anaamini kwamba dada yupo atafanya kazi, yeye ni kufuga zile kucha ndefu, kupaka rangi, amemaliza. Lakini mwisho wa siku anakuja kuwa sasa tikiti maji, sio katika familia yake, anakuja kuwa mzazi, kuwa mama, au kuja kuwa no. Anakuwa yule mama ambaye ana show off.
Okay. Kwa hiyo tunakuwa tunaandaa vizazi ambavyo si vizuri. Kwa hiyo sasa hapo tunakuja kumuona mtoto wa kike hawezi kujisimamia na wala mtoto wa kiume pia hawezi kujisimamia. Mwisho wa siku wote wanakuja kuwa ni mizigo katika familia. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, tunayo maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyopo chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa maili 6. Huduma hapa ipo kila siku ya Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili ni saa 10:30 mpaka saa 6:30 mpaka saa 10:30. Maji hayo yapati nje ya huduma, ni ndani tu ya huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Bado tunazungumza kutokana na mada ambayo nasema mgawanyo wa majukumu na jinsia. Tumeelezwa mengi, kwa hiyo wewe mzazi endelea kufuatilia, endelea kututazama. Ningependa kufahamu ni kwa nini ama ni sababu gani zinazopelekea unakuta mtoto wa kiume, baadhi ya wazazi ama walezi wanakwambia mtoto wangu wa kiume huyo hafai kupika. Yaani kabisa akikuta dada unampa kazi za kuosha vyombo au kupika, mtoto wa kiume mzazi anakasirika, anagomba kabisa. Mzazi huyo anamuandaaje yule mtoto? Hapo mimi naweza nikasema mzazi anakuwa hajitambui. Ndio. Na anakuwa hana malezi na hana upendo na mtoto wake wa kiume ambaye dada anamfundisha kupika, au mtu yote ambaye anaishi ndani anamfundisha mtoto kupika na yeye akaja kuingia akaanza kufoka. Kwa hiyo yule mimi naweza nikasema ni mzazi ambaye hana elimu na hajaitaka elimu. Ndio. Kwa sababu kuzuia mtoto wako asijifundishe kitu chochote kile cha kujiandaa kwa ajili ya kuja kuona maisha yake bora baadaye. Unakuwa sijui ni mwekeje huyu mzazi. Ndio. Nashindwa jinsi ya kumweka. Lakini naweza nikasema ni mzazi ambaye anakuwa hana uelewa, alafu hana ule upeo wa kuangalia mbele. Yaani yeye anaangalia tu hapa ndo ameishia hapa. Wanasema kwamba mtoto kwa mama hakui. Lakini sawa, mtoto kwa mama hakui, lakini je, huyu mtoto wako unamweka katika mazingira gani baadaye kuja kujisaidia yeye kama yeye? Inatakiwa umpe mazingira mazuri mtoto wako ili baadaye asikulaumu. Kwa sababu mtoto unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Ndio. Itafika muda amekuwa ni mtu mzima, anatamani kupika lakini hawezi kupika kwa sababu yako wewe. Lazima atakulaumu wewe mzazi. Ndio. Na atakuwa analalamika kila siku. Mimi yote ni mama yangu tu, yote ni nini? Lakini kumbe wewe ulimlea mtoto wako kama yai. Ukasahau kama kuna siku unaweza ukawa haupo. Na yule mtoto wako akaja kuishi na watu tofauti. Ndio yule unakuta sasa baba mzazi mmoja amefariki, labda mama amefariki au baba amefariki. Mama anakuja kuolewa, mwanamke anaolewa, baba anakuja kuoa mke mwingine, na mwisho wa siku sasa yule mtoto, yule mama anaona mbona wewe ni mkubwa lakini hajui chochote kile. Kwa hiyo anaonekana ni mzigo. Na yule mzazi ambaye anaishi naye, ambaye ndio mlezi wake, akimfundisha hata kupika, yule mtoto anaona kama anateswa. Kumbe sio ateswi, ila anakuwa anafundishwa. Yule mama anakuwa anatamani kwamba huyu mtoto anatamani ajue. Lakini sasa mpaka hapa inakuwa ni kazi ya ziada. Tayari muda umekuwa umeshaenda. Kwa hiyo wazazi ambao wanatusikiliza, tunawaomba waweze kuwaandaa watoto wao vizuri. Waamini kwamba kuna siku watakuja kuishi na watu baki, watakuja kuishi na watu wengine, lakini watakuja kuishi wao wenyewe. Sisi hatuna miadi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuwajengee mazingira ambayo ni mazuri ili mwisho wa siku wasije kutulaumu. Sawa, ningependa kufahamu ni upi umri sahihi ya mtoto kujua majukumu? Kwanza kufundishwa maybe kupika, kudeki, kufua, kujiandalia mwenyewe. Yaani unajua mtoto, siwezi nikasema muda sahihi ni upi wa kumwandaa mtoto. Lakini ukimwangalia mtoto mwingine ambaye yuko na umri miaka 3, miaka 4, miaka 5, miaka 6, yule mtoto anaanza kujifundisha mwenyewe. Kwa mtoto wa kike utamuona anachukua sijui vyombo, anataka kuosha, utamuona anachukua sijui kitambaa, anafuta meza. Utaona mtoto anachukua sijui nguo zake anazikunja, anatoka batini anazitupa chini. Sasa ule ndio muda sahihi wa kwanza kumfundisha mtoto wako, na tunaambia hivi mfundishe mtoto wako angali akiwa yuko mdogo. Lakini sasa mtoto anakuonesha kwamba hisia kwamba mimi niko tayari kuanza kufanya hivi vitu. Lakini anakuja mzazi, anamkuta mtoto amemwaga zile nguo za kabatini, ameziweka chini, amekaa anazikunja, mama anaanza kumfokea mtoto. Anaanza kumwambia, unaona sasa, yani hata kumpiga anaweza kumpiga. Umeniongezea kazi, umeniongezea majukumu, lakini hapana. Ule ndio muda sahihi wa kuchukua nafasi kumuelekeza vizuri. Tumekunja hivi, tunakunja hivi. Kwa hiyo anafurahi kwamba anakwambia mimi haya ni majukumu yangu na niko sahihi. Kwa hiyo ule muda ambao unaona mwanao ameanza kufanya, kama amechukua vyombo anaosha, atamwaga, mwacha mwage. Atachukua vile vyombo, atachukua dodoki, ataosha, ataacha mwenyewe tu.
Kwa hiyo jaribu kuwa naye karibu, muelekeze, na ukishamuelekeza utamuona anafanyaje, anaacha mwenyewe. Ataloana, akimaliza nenda kamtoe zile nguo, lakini hujamkataza. Ukimkataza ndio unatengeneza nafasi ya kumwambia kwamba wewe uruhusiwi kufanya hivi vitu. Okay. Kwa hiyo na yeye ataacha. Mtoto unapokuwa unamuelekeza akiwa yuko mdogo, ndivyo anavyoenda hivyo hivyo, kwamba mimi ninaamini naweza nikafanya kitu kama hicho, lakini mzazi ameniambia nisifanye. Tukiangalia wenzetu wazungu, mtoto anaweza kaba anataka kupanda hapo ngazi. Lakini mtoto akawa anashinda analia, hawezi kupanda zile ngazi. Lakini yule mzungu atamwangalia mpaka apande hiyo ngazi. Ili ajifunze. Lakini sasa wewe unamrahisishia maisha, utamnyanyua, utampandisha juu. Okay. Lakini muache apalangane na hiyo ngazi anataka kupanda, mwisho wa siku atajilazimisha na atapanda ile ngazi. Kwa hiyo ukimwona mwanao anachukua vitambaa anatupa chini anapanga, ukimwona anachukua nguo anazitupa chini, muache. Ukimwona ametoka shuleni anachukua soksi zake anatoka kwenye maji, muache afue. Okay. Na ukiwa unapika jikoni, mtengee, kuna vile vijiko vinauzwa vidogo vidogo. Kaa naye pembeni, mwekee vile sufuria pale, mwacha ajifundishe kuweka kitunguu, anaelewa kwamba huko ukitaka kupika unafanya hivi. Kwa hiyo kuna muda ambao kama huo mwache mtoto afanye. Ipi rai yako kwa wazazi ama walezi wanaoishi na watoto ambao hawahitaji ama hawaanzi kuwafundisha vitu vya kufanya? Mimi rai yangu kwa wazazi wenzangu ambao wanatusikiliza, tujaribu tu kuchukua nafasi kidogo, kutenga muda hata kama dakika 10, dakika 20, tukiwa tunaingia majikoni. Sasa sisi tusiwache sana wasichana kazi ndio kwa wanafanya majukumu ya kupika. Ule muda ambao unaingia kwa jikoni, mchukue mtoto wako wa kike, kaa naye jikoni. Sio wa kike tu, hata wa kiume. Kaa naye jikoni, mfundishe kupika mboga, mfundishe kupika ubwabwa. Japo watoto wa kiume kidogo kwenye kupika ugali inakuwa ni changamoto. Lakini nenda naye polepole. Akishajua kupika ubwabwa, akajua kupika mboga, basi mmepata msaada. Kwa hiyo tujaribu tu kutenga muda kukaa na watoto wetu, tukawafundisha vitu vidogo vidogo. Na akitoka shuleni usimuache akaenda kuzurura mitaani. Kule mitaani ndio anaingia kwenye makundilika na kuanza kufanya vitu ambavyo sio sawa. Ataingia kwenye masuala ya kuvuta bangi, anajiingiza kwenye masuala ya uuni, anajiingiza kwenye masuala ya kucheza zile bao, anaona wacheze kamari. Sasa inakuwa sio sawa. Bora ule muda kaa naye nyumbani, mfundishe kazi ndogo ndogo, haijalishi ni wa kike, haijalishi ni kiume. Kama ni ndani, wapangie zamu. Mtoto wa kike mpe zamu, kwamba leo utatupikia wewe, kiwe kibichi, kiwe kimeiva, sisi tutakula. Okay. Lakini wewe leo kazi yako ni kufanya tu usafi. Kesho utatupikia wewe, huyu atafanya usafi. Kwa hiyo wanakuwa wanaishi kwa kusaidiana hivyo hivyo. Kwa hiyo tuwaache tu wakifanya vitu vidogo vidogo, watenge muda na mwisho wa siku wataelewa na watakuwa wako sawa. Na hata akija kuishi katika maisha yake atakuwa amefanyaje, anaweza kujisimamia. Karibuni sana Dawati, tupo kwa ajili ya kuwasikiliza, kwa ajili ya kuwahudumia. Karibuni sana. Asante. Basi mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Usichoke kututazama, usichoke kutufuatilia, lakini endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kusubscribe. Asante.